wa shetani moja kwa moja, sio kuvamiwa na pepo, sio kuvamiwa na majini, kumbe ni wakala. Ni wakala moja kwa moja. Agent. Ni agent. Kwa wakati mwingine unakimbia kuomba kutoa pepo, nakwambia sasa hata ukiniombea zichomoke pepo, na wakati mimi najua nilivyojifunga katika agano langu na kuzimu. Ndio. Kwa ili aweze kufunguka, wakati mwingine kumsikiliza na kumpa solution itakayomsaidia kutoka hapo. Okay. Sasa tukizungumza katika eneo hilo, ina maana tunaona hawa maadui ndio wanafanya kazi katika ulimwengu wa giza. Ndio maana katika Waefeso anasema hapo ya kwamba kwa maana vita yetu sisi si katika damu. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina, amina. Tunakushukuru kwa kuendelea kutufuatilia. Tupo episode namba 2. Ndio. Ambapo ni nini kinachokwamisha safari ya Mkristo? Ndio. Kwenda mbinguni au kuendelea na wokovu. Amina. Katika episode namba 2 hii, ndio tunaendelea kumwangalia adui namba 2. Basi mchungaji, karibu sana, tuendelee na kipindi. Amina. Nami niseme Mungu wa mbinguni akubariki msikilizaji na unayeendelea kutufuatilia. Tunaendelea kumzungumza adui namba 2. Amina. Kwa safari ya maisha ya Mkristo. Amina. Na adui namba 2 tunayemsema ni shetani mwenyewe. Ndio. Ambaye ndo dereva sasa. Ndio. Wakati ambapo mara nyingi kwenye upiganaji wa vita sisi kama Wakristo ndio ambaye tumekuwa tunamlenga mishale tu. Tunamlenga shetani. Yaani ndio tunapambana na yeye tu. Tunaachana mifumo. Mifumo yake tumeiweka pembeni. Ndio. Lakini yupo mwendesha mifumo ambaye ndo anaendesha dunia nzima. Lakini tutaangalia namba 3 kule anaiendeshaje. Okay. Katika sehemu hii ya shetani mwenyewe ambaye ni Ibilisi, ni kwamba ametengeneza vibaraka vyake pia. Okay. Wanao operate kwamba sio direct moja kwa moja kwamba ni shetani anapinga wokovu. Ana vibaraka. Ana vibaraka. Yeye ni oversee. Okay. Yuko juu pale anaangalia. Okay. Bwana fulani nilichokuagiza vipi, kimefikia wapi? Mbona pale umefanya uzembe? Mbona hili linatakiwa liwe 1 2? Sawa. Na hicho huwa kinatupa nafasi ya kusema wale ni maagent, tunawaita maagent, mawakala wa Ibilisi au mawakala wa kuzimu. Ndio. Na mawakala wapo kwenye tunasema wamegawanyika katika vikundi au magrupu. Ndio. Pale utakutana na wachawi. Ndio. Au warozi. Ndio. Pale utakutana na mapepo. Ndio. Yaani ni kitendo ambacho wakati mwingine unaweza kukutana na mchawi lakini yeye atumii mapepo. Anatumia uchawi, yani tunasema nguvu za asili za kichawi anazozitumia kwa ajili ya kufanya ajenda zake. Ndio maana inakuwa ngumu kumkutanisha mtu mwenye pepo na mchawi, kwamba mchawi hawezi kuondoa yale mapepo kwa uchawi wake. Lakini pia tunasema kuna kikundi cha kuna maagenti ambao ni wachawi, tuna maagenti ambao ni mapepo, majini, kuna mizimu, kuna sasa katika mifumo ya utawala na uongozi wa Ibilisi, yeye anajua alivyojipambanua kwa upana. Ile ndio inazungumzwa katika Waefeso sura ya 6. Okay. Kuanzia mstari wa 11 pale anasema zivaeni silaha zote za Mungu. Ndio. Mpate kuzipinga ila za Ibilisi. Na anazungumza kwamba ila za Ibilisi kwa kuzifafanua kule mbele kwamba wapo wenye mamlaka, wapo wafalme wa anga na wakuu wa giza hili. Unaona? Sasa ukishajua zile position 3 zinazozungumzwa kwenye maeneo tofauti, ndio unaanza kuelewa naweza nikawa napambana huku, kumbe sio kwenyewe. Ndio. Anayefanya kazi ni huyu hapa. Wakati mwingine tumekuwa tunapata changamoto, mtu tunapofanya huduma, anamhudumia mtu, hahitaji kupata mafafanuzi ya Roho Mtakatifu kwamba huyu mtu unayemwombea, unayempa huduma anahitaji huduma ya aina gani. Okay. Sisi tumejua kiroho kwamba kila mtu anapofanyiwa huduma ya kiroho lazima aombewe kuchomolewa pepo. Kwa hiyo kuna unakuta tu mtu mwisho anakazana kukemea pepo. Toka pepo.
Kumbe wakati mwingine sio swala la kutoa pepo. Ni swala la jingine ni la kuzungumza ukaelewa huyu mtu kinachomsumbua ni kitu gani. Mwingine moja kwa moja ni mtumwa wa shetani moja kwa moja. Sio kuvamiwa na pepo, sio kuvamiwa na majini. Kumbe ni wakala. Ni wakala moja kwa moja. Agent. Ni agent. Kwa wakati mwingine unakimbia kuomba kutoa pepo, nakwambia sasa hata ukiniombea zichomoke pepo, na wakati mimi najua nilivyojifunga maanisha katika agano langu na kuzimu. Ndio. Kwa ili aweze kufunguka, wakati mwingine ni kumsikiliza na kumpa solution itakayomsaidia kutoka hapo. Sasa tukizungumza katika eneo hilo, ina maana tunaona hawa maadui ndio wanafanya kazi katika ulimwengu wa giza. Ndio maana katika Waefeso anasema hapo ya kwamba kwa maana vita yetu sisi si katika damu na nyama, ila ni katika ulimwengu wa roho, huko mahali ambako hatupaoni kwa uwazi. Ndio. Wapo wajamaa wanafanya kazi, na misuko yote ya kuiendesha dunia ndio inakopangwa huko. Ndio. Mitindo yote ya kuiharibu dunia ndio inakoanzia huko. Ndio. Kwa hivyo kuna vikao vizito sana vinakaliwa huko. Ndio. Kwenye ufalme ule wa giza wanapewa wenye mamlaka kwenda kusimamia na vibaraka kulingana kila eneo vilivyopangwa kuendesha vinaanza kuendesha shughuli zake. Ukitaka kuelewa utakuja kugundua hivi, utawezaje kuamini kama mwanadamu mwenye akili zake na ana ufahamu ambao Mungu alimuumbia asimama anatetea ushoga? Unakuta yaani ni binadamu kabisa. Ana akili, amesoma darasa yote, anajua kusema huyu ni mwanaume, huyu ni mwanamke. Sio hiyo tu, nitaweka ulinzi wa kumlinda huyo mtu, ila nimewahi kumuona. Ulikuwa ni mkutano mkubwa sana kwenye mataifa ya wenzetu huko. Yule jamaa alisimama anatambulisha hadharani, anasema nashukuru katika ujio wangu nimeambatana na mke wangu. Walivyomsimamisha mke wake apunge mkono, ni mwanaume mwenzie. Ndio. Sasa yani pale nikabaki nasema ndio dunia hii sasa. Ndio dunia hiyo, na wale wako mnyoshee kidole yule. Utapingwa na hiyo mifumo ya dunia, kwa sababu mifumo ya dunia imehalalisha yule ni halali kuwepo. Yule ni halali kuitwa mwanamke hata kama ni mwanaume. Kwa hiyo anayeweza kupanga vile vitu na kuviendesha ndo huyu shetani sasa. Na bado haishii kwenye kuweka kwenye dunia iendeshwe, bado kuna na vita vya katika ulimwengu wa roho ambavyo tunaambiwa tuvae silaha kujua namna ya kuvipiga na kuvipinga. Katika hao mawakala hao ambao tumewasoma, bado wamepewa kazi za kufanya, ndio hao wanaosababisha magonjwa, kulipuka kwa magonjwa tofauti. Yapo magonjwa ambayo direct ni magonjwa ya kuzimu. Na ni magonjwa tunasema asilimia, ila ni katika ulimwengu wa roho, huko mahali ambako hatupaoni kwa uwazi. Ndio. Wapo wajamaa wanafanya kazi, na misuko yote ya kuiendesha dunia ndio inakopangwa huko. Ndio. Mitindo yote ya kuiharibu dunia ndio inakoanzia huko. Ndio. Kwa hivyo kuna vikao vizito sana vinakaliwa huko. Ndio. Kwenye ufalme ule wa giza wanapewa wenye mamlaka kwenda kusimamia na vibaraka kulingana kila eneo vilivyopangwa kuendesha vinaanza kuendesha shughuli zake. Ukitaka kuelewa utakuja kugundua hivi, utawezaje kuamini kama mwanadamu mwenye akili zake na ana ufahamu ambao Mungu alimuumbia asimama anatetea ushoga? Unakuta yaani ni binadamu kabisa. Ana akili, amesoma darasa yote, anajua kusema huyu ni mwanaume, huyu ni mwanamke. Sio hiyo tu, nitaweka ulinzi wa kumlinda huyo mtu, ila nimewahi kumuona. Ulikuwa ni mkutano mkubwa sana kwenye mataifa ya wenzetu huko. Yule jamaa alisimama anatambulisha hadharani, anasema nashukuru katika ujio wangu nimeambatana na mke wangu. Walivyomsimamisha mke wake apunge mkono, ni mwanaume mwenzie. Ndio. Sasa yani pale nikabaki nasema ndio dunia hii sasa.
Ndio dunia hiyo, na ole wako mnyoshee kidole yule. Utapingwa na hiyo mifumo ya dunia, kwa sababu mifumo ya dunia imehalalisha yule ni halali kuwepo. Yule ni halali kuitwa mwanamke hata kama ni mwanaume. Kwa hiyo anayeweza kupanga vile vitu na kuviendesha ndo huyu shetani sasa. Na bado haishii kwenye kuweka kwenye dunia iendeshwe, bado kuna na vita vya katika ulimwengu wa roho ambavyo tunaambiwa tuvae silaha kujua namna kuvipiga na kuvipinga. Katika hao mawakala hao ambao tumewasoma bado wamepewa kazi za kufanya, ndio hao wanaosababisha magonjwa, kulipuka kwa magonjwa tofauti tofauti. Yapo magonjwa ambayo direct ni magonjwa ya kuzimu. Na ni magonjwa tunasema asilimia ya magonjwa yote yanatokana na Ibilisi mwenyewe. Ndio. Kwa sababu anakipika kwenye chungu chake, anaangalia aende kuitibuaje dunia. Ndio. Unaweza ukajiuliza tulipopita kwenye kipindi cha corona, tuwezi kuongea ya wanadamu waliokuwa wanayazungumza, lakini sisi tunazungumza kwa kuishia pale kwamba unagundua kwamba kulikuwa ni mkono wa Ibilisi moja kwa moja. Unafanyikaje mkono wa Ibilisi? Kwa sababu Mungu huwa atengenezi taharuki kwenye jamii. Ndio. Mungu huwa atengenezi uharibifu kwenye jamii. Anachokifanya Mungu huwa ni kutangaza habari njema. Kuleta habari njema mahali palipo na hali ya kukata tamaa, analeta tumaini. Sasa ile moja kwa moja inakuonyesha ni mkono wa Ibilisi, kwa sababu unatangaza mauti sio kwa taifa, ni kwa dunia. Kwa hiyo itoshe kuzungumza kwenye hilo eneo kwamba au mawakala ndo wanaendesha matendo maovu na machafu yote. Sasa hapo malizia mchungaji, kwa hao namna gani yanasitisha au yanakwamisha au yanazubaisha safari ya Mkristo? Ndio anamrudisha nyuma. Tukisema kwamba ni adui wa safari ya Mkristo, ndio tunakutana kwamba kwa sababu ana uwezo wa kufanya kazi katika ulimwengu wa roho. Ndio. Huyo ana uwezo wa kumshambulia Mkristo moja kwa moja. Ndio. Ina maana Mkristo anaweza akawa na bidii ya kumwelekea Mungu kwa kulisoma neno. Ndio. Lakini jamaa akaleta hali ya upinzani ndani yake ya moja kwa moja, kujikuta anashindwa kusoma neno. Mfano, kuna watu wanaumwa macho. Unakuja kuzungumza naye, unagundua kumbe sio macho ya udhaifu wa kiafya. Mapepo tu, adui kainuka kwa njia hiyo amdhoofishe macho, asinufaike moja kwa moja katika kulisoma neno la Mungu. Anainuka kwenye kumpinga kwenye uzuriaji wake wa matukio ya ibada na maombi. Anajikuta amekuwa na dharura nyingi sana zinatokea pale panapotokea kuna semina, kuna ibada, kuna nini. Akiziangalia naziona ni dharura za kawaida. Lakini ukija kugundua, unagundua kuna kitu adui kakiotea. Unakuta kila akitaka kwenda ibadani kuna mtu anaumwa, au yeye mwenyewe anaumwa. Kuna wengine wamenyanyuka waende kufanya jambo fulani, anakwambia mguu unauma, mguu umeshindwa kunyanyuka. Kumbe ni upinzani ambao adui anautengeneza, huyu mtu asinufaike na kile kitu ambacho Mungu anafanya. Lakini adui pia ametumia njia ya kuchafua lugha, kuwagawanya watu, ambapo anagundua hao watu wakikaa pamoja wanaweza kuelewana na wakafanya ajenda ya kimungu ikafanikiwa. Amepanda mbegu ya chuki kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tena anaingia katikati hapo, anaanza kuleta uchonganishi. Anatengeneza, anashambulia fikra za mtu mmoja wapo, ile jambo kwake analipokea negative. Anapolipokea negative, anaanza kwenda na nyie tofauti. Wakati mwingine umesema tuombe kwa ajili ya taifa letu. Sasa shetani anajua mkiomba ili taifa linapona. Sasa anasema sasa hapa nitafanyaje? Nichafue lugha ya Marko. Aichafuaje? Nimpe mtazamo ulio kinyume na huu. Anaanza huyo kupita kwa wale waliokuwa wamepatana. Sasa mnaomba nini? Nafikiri hapa ni swala la kuomba tena. Kumbe ni Ibilisi anataka wapumbaze watu wasiombe. Anawaambia ajenda yake. Unakuta mtu anakuambia unaenda kuomba nini baada ya kwenda kuandamana. Sasa ni vitu ambavyo huwa vinahitaji umakini. Kwamba sawa, hii lugha inazungumza ni ya nani? Na inaenda kuzaa nini? Sasa ndio namna ambavyo adui anajaribu kutumia hiyo njia kuwakwamisha hawa watu katika safari yao ya wokovu. Vingine vimekuja vikiwa vinazaa dhambi moja kwa moja ya ndani. Kwa mfano sasa hivi bwana,
kuna baadhi ya vijana nakwambia hamna kwenda ibadani kupoteza muda, lakini uta wewe mwenyewe anapoteza muda kwenda klabu, kwenda wapi, lakini betting unakuta kwenda kanisani awado kupoteza tu muda, ndio wa kutafuta hela, lakini vitu vingine vyote havipotezei muda. Ni namna ya kushindwa kutafakari, kuelewa katika kila jambo tunalolifanya mwisho wake ni nini na linaenda kuzaa nini. Okay. Kwa hiyo katika kusummarize katika hilo eneo, huyu adui namba 2 ndio ni hatari sana, kwa sababu yeye anafanya kazi wakati mwingine katika mazingira ya maficho yasiyoonekana. Na namna ya kumwepuka ya pekee ni kuwa na maombi ili awe karibu na Mungu, kwa sababu Biblia iko wazi, neno la Mungu linasema hakuna kitu kilichostirika ambacho hakitawekwa bayana mbele za Mungu. Kwa hiyo mtu kadri anavyokuwa karibu na Mungu sana, yoyote yaliyofichika mambo mahali pasiri kwake huwa yanafunuliwa. Hata kama adui atajivika vazi la malaika wa nuru wakaja mbele yake, wakati anakuja mbele za mtu wa Mungu, Roho wa Mungu anamshuhudia kwamba katika maneno haya yupo adui kajificha nyuma yake. Yesu aliyatambua hayo mazingira. Kwa hiyo wakati kuna wakati alimwambia Petro, rudi nyuma shetani. Yaani Petro, Yesu alimuona shetani nyuma nani? Nyuma Petro. Kwamba katika maneno haya ya Petro anayezungumza na mimi kuna neno la shetani, na neno la shetani limejivika sura fulani, inaonekana kama neno la utukufu, lakini kama tukiwa tunamzungumza huyu adui wa pili ni kwamba tunaona ni adui anayefanya kazi katika mazingira ya sirini yasionekana kwa uwazi. Kwa hiyo inatuhitaji umakini sana wa kujihamasisha mtu binafsi kuwa karibu sana na Mungu. Kwa hiyo katika kumshinda adui namba 2 na namba 1, kwa hiyo namba 1 unasema ujitenge, uamue mwenyewe ile unaamua kwamba najua hili ni hatarishi kwangu. Sasa sana kuona sumu ukaweka makusudio, siwezi nikanywa hii sumu. Okay. Na hii namba, yaani tuseme kama yeye Yusufu alipomkimbia nani? Mke wa Potifa pale. Anajua nikifanya hili jambo moja kwa moja litaniingiza matatani, na matata ambayo alikuwa anayaogopa Yusufu sio ya Potifa kumwandama, anaona nitapoteza uhusiano wangu na Mungu. Kwa hiyo akasema hapana, heri nikimbie. Kwa ndio namna ya dunia kuikimbia dunia hii. Mazuri lakini niache nikimbie. Adui namba 2 ni maombi. Ndio maana pale amesema katika Efeso sura ya 6, mvae silaha zote za Mungu. Silaha zote za Mungu tunasema ni maombi, ndio ibada, ndio neno la Mungu, ndio utumishi wetu mbele za Mungu. Umezungumza kitu fulani kwamba kijana anaweza akaona kupoteza muda kwenye maeneo fulani, anafanya mambo yake, labda yuko club, yuko betting, yuko wapi kule, anaona yuko vizuri, lakini mwambia kwenda kanisani asema anapoteza muda. Sasa ni kwa nini naona anapoteza muda? Ni kwa sababu yuko kwenye miliki ya Ibilisi mwenyewe. Ashaingia kwenye miliki. Yuko kwenye miliki, anamilikiwa. Kwa hiyo hawezi kuona kama kuna changamoto pale. Lazima yapende yale, lazima yapende. Yuko TikTok masaa 3 kama anapoteza muda wote. Sasa ili aweze kujitenga na kushinda yale mazingira, yeye mwenyewe anatakiwa hakazane kujikita kwenye eneo la maombi, ibada, kusoma neno la Mungu, kulipa gharama. Wakati mwingine kuna kulipa gharama pia za rasilimali tulizonazo ili kupata vitu vya kimungu. Nimekuwa navutiwa na watu, nakuta analipa gharama, anaenda kuyatembelea maeneo ya kihistoria. Kwa sababu gani? Anataka kuna kitu kwa undani, yeye anatamani akijue kwa undani zaidi. Sasa wakati mwingine kwenye Ukristo wetu wa nyakati hizo unakuta mtu kijana ana uwezo wa kumiliki simu kubwa, simu ya milioni 2, lakini Biblia hana. Yaani kwa nini? Biblia 24 anapata Biblia ila hana ila simu alionayo, na kila siku inakula bando, kila siku bando sio chini ya 2000. Unaona, sasa ni vitu tunavyovisema ili huyu mtu aweze kujitengenezea usalama. Ni pale atakapoamua kujikita kwenye eneo la kuzivaa hizo silaha za Mungu. Ili sasa akiwa na zile silaha ndo anakuwa na ujasiri wa kupinga hizo ila za shetani zinazokuja kwa kutumiwa na hayo maagent wa kuonekana sio kuonekana. Wengine wanakuja kwa kuonekana, wengine sio kwa kuonekana.
Amina. Asante sana mchungaji, nakushukuru kwa hichi kipindi cha pili, episode namba 2. Amina, amina. Mungu akubariki sana. Mpenzi mtazamaji, tunakukaribisha uendelee kufuatana nasi katika episode namba 3. Hii ni namba 2, tunaishia hapo. Amina. Barikiwe sana. Tunaendelea kukaribishana tena katika eneo letu la 3 tunapomzungumza adui namba 3. Tuko episode namba 3 jamani. Ndio.